Sawa kabisa. Ni matumaini yangu kuwa umzima buheri wa afya, mtazamaji wa EATV. Karibu sasa katika kurasa, dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Baada ya siku 21 za malumbano juu ya kanuni, wajumbe wa bunge maalum la katiba wameridhia kupitisha kanuni za bunge hilo isipokuwa vifungu namba 37 na 38 ambavyo vinazungumzia utaratibu wa kupiga kura ambavyo hatima yake itaamuliwa baadaye. Akitoa hoja ya kuridhiwa kanuni hizo, mwenyekiti wa kamati ya kanuni Profesa Costa Mahalu aliwaomba wajumbe wa bunge maalum la katiba kuridhia kupitishwa kwa kanuni hizo isipokuwa vifungu vya 37 na 38. Mwenyekiti wa muda wa bunge hilo Pandu Americ Ficho aliwaongoza wajumbe kupigia kura kanuni hizo kwa utaratibu wa kupaza sauti za ndio na sio, ambapo waliosema ndio sauti zao zilikuwa nyingi ikilinganishwa na waliosema sio. Baada ya kupitishwa kwa kanuni hizo, Kificho alitangaza utaratibu wa kumchagua mwenyekiti wa muda na baadaye makamu mwenyekiti, ambapo utaratibu utakuwa iwapo mwenyekiti akitoka bara, makamu mwenyekiti atoke visiwani. Pia iwapo mwenyekiti atakuwa mwanamume, makamu wake awe mwanamke kwa mujibu wa kanuni. Bunge hilo limeahirishwa vikao vyake hadi kesho saa 10 jioni kutoa muda kwa wagombea wenyekiti wa bunge kuchukua fomu za uchaguzi. Tuendelee na kurasa. Kata ya Sinza Manispaa ya Kinondoni imezindua awamu ya kwanza ya utengenezaji wa mfumo wa majitaka pamoja na utengenezaji wa miundombinu ya majitaka ili kuondoa gharama kubwa inayowakumba wananchi wakati wa kugharamia unyonyaji na usafirishaji wa majitaka kwa kutumia magari. Uzinduzi huo umefanyika leo jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na viongozi wawakilishi wa nyanja mbalimbali za wilaya na kata wakiongozwa na Mheshimiwa John Mnyika ambaye ni mbunge wa jimbo la Ubungo. Zungumza zaidi na DAWASA kwa sababu mimi naamini DAWASA wakiingiza mguu wao kwenye masuala ya track main, hii mifumo ya nje, hii kazi nyingine yote ya ndani itakuwa rahisi sana. Halmashauri haiwezi kujitoa kwenye hili. Lazima niseme halmashauri haitajitoa, na hata accounting yake tutashiriki kwa 100%, na hata utaratibu tutauweka sisi kwa 100%. Na mkiona kuna misappropriation zinatumika vibaya, wa kwanza ambaye tunamshika shati ni mkurugenzi wa halmashauri. Naomba sasa wananchi wa Sinza, kwa sababu ni mradi wao, na serikali kuu ione kwamba wananchi wa Sinza wameanzisha jambo na serikali kuu iweze kumalizia ile jambo. Kama viongozi walisema, mstahiki meya alivyosema pamoja na mbunge, tunahitajika bilioni 6, na bilioni 6 zitatoka kwa wananchi pamoja na serikali kuu na wafadhili wengine sasa ambao wako tayari kwa ajili ya kutusaidia, na wenyewe tunakaribisha waweze kutusaidia. Tumalizie kurasa kwa hili. Serikali ya Malawi imeahidi kushirikiana na nchi ya Tanzania katika kuboresha hali ya biashara baina ya nchi mbili, haswa katika nyanja za usafirishaji, na kuahidi kusaidia katika kuboresha huduma za usafirishaji zinazotolewa na nchi hiyo. Hayo yameelezwa leo jijini Dar es Salaam katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere na balozi wa Malawi nchini Tanzania Flosie Gomile Chidiaonga wakati akizindua safari ya kwanza ya ndege toka Dar es Salaam Lilongwe pamoja na Blantyre, safari zitakazoanza kufanywa na ndege ya shirika la ndege la Malawi iliyotua leo Dar es Salaam kwa mara ya kwanza. Now their problems are over. Now they can step up their efforts to increase trading between the two countries, to increase business contacts between the two countries, to increase the volume of people who travel between the two countries. Now they have hakuna tatizo. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika yale mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Alafu tuandikie maoni yako kupitia barua pepe yetu ambayo ni kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea kurasa, mimi ni Laltaika, Noah Laltaika.